Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Wananchi Peramiho Shiwinga kupiga kura kesho kuchagua mbunge na diwani. Na kimataifa, watu wasiopungua 28 wameuawa baada ya mashambulizi nchini Sudani. Na kwa upande wa michezo, Yanga yaitandika JKT Tanzania na kukwea kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara, wakati pia Simba kushuka dimbani kuchuana na Dodoma Jiji. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Wapiga kura 127,632 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watashiriki katika uchaguzi wa kuchagua mbunge katika jimbo la Peramiho lililopo halmashauri ya wilaya ya Songea mkoa wa Ruvuma na kata ya Shiwinga iliyopo halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe. Tupate taarifa zaidi. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufaa Mheshimiwa Jacobs Mwambegele ameyasema hayo leo Februari 25 mjini Songea mkoani Ruvuma wakati akisoma risala maalum kuhusu uchaguzi katika jimbo na kata husika utakaofanyika kesho Februari 26, na kusema kuwa jumla ya vituo 373 vya kupigia kura vitatumika. Jumla ya wapiga kura 127,632 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watashiriki katika uchaguzi huo, ambapo kati yao wapiga kura 120,780 ni wa jimbo la Peramiho na wapiga kura 6,852 wapo katika kata ya Shiwinga. Jumla ya vituo 373 vya kupigia kura vitatumika, ambapo vituo 354 vipo jimbo la Peramiho na vituo 19 vipo katika kata ya Shiwinga halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Aidha, amesema kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Peramiho, vyama vya siasa 15 vimesimamisha wagombea, na kwa upande wa uchaguzi mdogo wa udiwani katika kata ya Shiwinga, vyama vya siasa 8 vimesimamisha wagombea. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inatoa rai kwa wapiga kura kwenye maeneo yenye uchaguzi kujitokeza kwa wingi kwenye vituo vya kupigia kura hapo kesho ili kuwachagua viongozi wanaowataka. Napenda kutumia fursa hii kuviasa vyama vya siasa vyenye mawakala kuwahimiza mawakala wao kuzingatia sheria na kanuni katika utekelezaji wa majukumu ya uwakala ili kuepuka migongano na watendaji wa tume katika vituo vya kupigia, kuhesabia na kujumlishia kura. Rai Saidi, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wananchi katika kijiji cha Manzase wilayani Chamwino mkoani Dodoma wameiomba serikali kushughulikia kwa haraka changamoto ya kujaa mchanga kwa daraja linalounganisha barabara kutoka mkoani Iringa kuja mkoani Dodoma. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka Dodoma. Wananchi hao wakiwamo Jobu Chibambe, Amosi Bozi, wakizungumza na vyombo vya habari wamezitaja athari wanazokutana nazo kutokana na daraja hilo kujaa maji nyakati za mvua na hivyo kusababisha kukatika kwa mawasiliano. Basi na maana hapa maji waga yanatoka huko mlimani yanaporomoka kwa kasi kwa haraka kama akiona maana imejaa. Yaani hapa kwa kuenda hivi hatuendi. Kwani kila mwaka na waga inatokeaga hivi hali kwa sababu na maana kupelekea hivi na maana yakija na maana na matakataka lazima ataziba yale manani hivi vinjia, maji lazima yanaanza kuvuka barabara. Inatuasiri kwa sababu na maana kama hivi na maana makazi ya huko hatufanyi mpaka maji yakishapungua tunaanza kupita. Hii changamoto kwa kweli inatupa shida sana. Kwa mfano juzi hapa kuna gari 2 zilisombwa pale. Na bahati nzuri raia wema wakaokoa wale jamaa, sababu yani kidogo tu manusura waende na maji.
lakini hapa changamoto naona hapa makaravati haya madogo sana. Hii changamoto si kwa miaka yote, ni kipindi hiki, lakini haya kwenye barabara hii waliweka makaravati madogo, havilingani na makorongo yenyewe. Sisi imetuathiri. Kwa mfano mimi nyumba yangu imebomoka, iko pale bomoka na maji kabisa. Hatua hiyo imemlazimu Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega kufika katika eneo hilo na kujionea ukubwa wa tatizo. Akiwa katika daraja hilo, Waziri Ulega ameagiza hatua za haraka zichukuliwe za kufanya marekebisho ya daraja hilo ili huduma za kijamii ziendelee kama kawaida. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sehemu nyingi katika nchi zilizokuwa na tabia ya namna hii tumezishughulikia. Na hii leo mambo ni mazuri, watu ikinyesha mvua wanaendelea na maisha yao na kujitafutia riziki na taratibu zingine kama kawaida. Sasa namwelekeza mkurugenzi hapa kutoka wizarani na TANROADS, kwa kuwa meneja mfuko yupo na yeye ana kazi kubwa na nzuri anayoifanya ya pamoja na sisi ya kutazama marekebisho kila mara ili barabara zetu zisije zikafungika. Basi hapa watazame, watengee fedha na tutengeneze, pasije tena na hapa siku moja tukaambiwa pamekatika, hapawezi kupitika, Wairinga Wairinga, Wadodoma Wadodoma, ama hata hiyo kusubiri kwa masaa. Tuweke kitu ambacho tunakiweza chenye uwezekano, tutengeneze na tufanye maboresho hapa haraka iwezekanavyo ili maisha ya watu yapate kuendelea. Awali akimkaribisha Waziri wa Ujenzi, meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma Mhandisi Zuhra Amani amesema gharama za upembuzi wa marekebisho ya eneo hilo unaendelea na utahusisha ujenzi wa makaravati 6 ili kuondoa adha hiyo. Kupata gharama halisi ya kufanya kazi za ukarabati wa eneo hili ambao utahusisha ujenzi wa makaravati makubwa 6 yenye ukubwa tofauti tofauti, 3 makubwa zaidi, 3 mengine ni ya wastani kutokana na usanifu uliofanyika, lakini vile vile itahusisha uinuaji wa tuta la barabara katika eneo lenye urefu wa kilomita 3. Mheshimiwa Waziri, makisio ya gharama yameshaandaliwa na kuwasilishwa na kwa sasa yako kwenye hatua zinazoendelea, lakini mkoa unaendelea kufanya kazi ambazo zinaweza kufanyika kwa sasa, ikiwemo kuendelea kufungua makaravati yaliyopo na kuendelea kumonita hali ya barabara kadri mvua zinavyojitokeza ili kuhakikisha usumbufu wa utokei kwa watumiaji wengine wa barabara. Ziara ya Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega mkoani Dodoma imelenga kujionea maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya barabara pamoja na changamoto na namna ya kuzitatua. Nikiripoti kutoka Dodoma, naitwa Pius Jayunga, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imeionya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuhusu fedha zinazokusanywa kupitia mashine za malipo na kusisitiza kuwa ni lazima taratibu zifuatwe kisha zitolewe kwa ajili ya matumizi, kuepuka kuingizia serikali hasara. Tupate undani wa taarifa hii. Lakini kuna matatizo ya matumizi ya fedha mbichi. Ni katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam lililokuwa na lengo la kujadili taarifa mbalimbali za kata, ndipo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ikawasilisha taarifa yake kuhusu ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo na kasoro zilizobainika, ikiwemo matumizi ya fedha mbichi na baadhi ya viongozi kuingilia miradi. Kazi ya kufuatilia miradi ya serikali, hiyo kazi tumepewa na tunaifanya kikamilifu. Kuna baadhi ya finishing ya majengo yetu mengine ambayo kidogo yanatakiwa angalau tuongeze bidii ili finishing ikae sawa. Lakini vile vile hata michoro unaweza kuta ilivyo na inapokuwa implemented inakuwa tofauti. Kwa nini haya yatokee? Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa serious tunapokuwa kwenye site.
Lakini pia kuna baadhi ya maafisa wa serikali, baadhi ya viongozi wanaingilia miradi kule, wengine unakuta wanaagiza mambo mbalimbali tofauti na masuala ya kitaalamu kwenye miradi ya maendeleo. Kama kuna watu kama hao, bora wakaacha. Tuache wataalamu wa implement kazi yao kulingana na michoro na BOQ na kadhalika. Lakini kuna matatizo ya matumizi ya fedha mbichi. Sisi TAKUKURU wakati tunafuatilia kuna muda kuna mambo kama haya. Ni kosa. Fedha mbichi hazitaki kutumika. Fedha lazima ziende kwenye utaratibu wake, afu zitolewe upya kwa ajili ya matumizi. Hazitaki zitumike kama taratibu zingine hizi fedha zinazokusanywa kutoka sehemu. Kwa hiyo haya mambo makosa na sheria zipo. Taasisi hiyo ikasisitiza thamani ya fedha ionekane katika miradi inayotekelezwa. Wote tunaamini kwa fedha za serikali, zile ni fedha za wananchi, zile ni fedha za kodi ya wananchi. Watu wamesacrifice kutoa fedha zao kulipa kodi zao serikalini, zinapaswa zifanye kazi kulingana na kazi inayotakiwa. Kazi iwe na value for money must stay. Lazima iwe pale. Kwa hiyo hatutaki kusumbuana. Na ndio kwa sababu tunasema siku zote sisi tunatoa elimu, kwa sababu tunataka kila mmoja afanye kazi safely bila kubugudhiwa. Lakini mtu anapofikia hatua sasa anataka bugudha, sisi hatuwezi kuacha kufanya hivyo, kwa sababu hiyo ni kazi yetu. Baadhi ya madiwani wakashauri kuwepo msukumo zaidi kuhakikisha mambo yaliyopangwa kwenye halmashauri hiyo yanatekelezwa ipasavyo. Sasa haya ambayo bado hayajafanywa kazi, kwa maana upande wa miundombinu, kwamba mimi mbunge, kwa sababu mimi pia ni diwani ndani ya hili baraza, pamoja na madiwani wenzangu, tutakwenda kushirikiana ndani ya jimbo la Segerea, tulitoe jimbo hapa lilipo kwenda mbele kwa kusukuma haya ambayo yanapitishwa ndani ya halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Kamati hii ya ukimwi imekuwa ikitengewa bajeti kila mwaka, lakini pesa inayotolewa kwenye kamati hii ni ndogo sana, haifiki hata 50%. Hivyo kamati iliazimia pesa inayotengwa itolewe kwa wakati ili kuiwezesha kamati kufanya shughuli zake kwa ufanisi. Kila mtu ana shauku ya kutaka kusimamia au kuleta maendeleo katika kata yake. Ndani ya kata 36, madiwani 36 na madiwani 12 ambao tunatimiza madiwani 48 pamoja na wabunge, tumekwenda kuazimia yale ambayo tunataka kutekeleza katika jiji la Dar es Salaam. Kwa sasa tutakwenda kutekeleza mambo ya msingi, na especially vikao vya budget. Tumeona budget yetu kupitisha, tunakwenda kufanya mambo ya msingi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: ubovu wa barabara za mitaa Mbeya wazua mjadala DCC. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Wakala barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Mbeya wamelazimika kujieleza mbele ya kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya DCC kufuatia malalamiko ya kushindwa kukarabati na kujenga barabara za mitaa katika jiji la Mbeya, hali inayodaiwa kuathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Godfrey Davis ni mwenyekiti wa chama cha ADC mkoa wa Mbeya. Ametoa malalamiko hayo katika kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya, ambapo ameeleza changamoto zinazoendelea kuzikumba barabara za mitaa na namna wananchi wanavyoathirika kutokana na ubovu wa miundombinu hiyo. Na upongeza na jiji kwa kununua grader. Hili grader linasaidia barabara. Lakini leo nimesikia hapa kuna watu wa TARURA. Watuambie TARURA kuna nini? Mbona barabara zetu Mbeya zinazidi kuharibika? Je, upati ile 10% kutoka kwa mkurugenzi? Au kuna changamoto gani? Kitu gani kinakusibu? Leo hii barabara za lami zipo, lakini za kutoka kata mtaa ni changamoto kubwa sana. Pale Iunga, natoa mfano sasa halisi. Kuna soko linaitwa soko la Ikuti. Soko lile ni miongoni mwa masoko, najua mimi sina takwimu sahihi, lakini miongoni mwa masoko 5 yanayoingiza pesa halmashauri. Lakini namna ya kufika sokoni, brother, mheshimiwa mwenyekiti, ni tatizo. Kwa upande wake, meneja wa TARURA wilaya ya Mbeya, Mhandisi Boniface Kasambo, ameeleza mikakati waliojiwekea kuhakikisha wanakamilisha miradi yote ya barabara, huku meya wa jiji la Mbeya Dulu Mohamed Issa akieleza mchango wa halmashauri katika ujenzi wa barabara. Mheshimiwa mwenyekiti, TARURA
kwa jiji la Mbeya tuna bajeti ya shilingi bilioni 7.2 ambazo zinatekeleza ujenzi wa barabara. Kwa wastani tuna kilomita 426 barabara ambazo zimesajiliwa. Japokuwa barabara tulizonazo ni nyingi pamoja na zile ambazo hazijasajiliwa, barabara nyingine tunasaidiana na mkurugenzi katika kuzihudumia. Na hii barabara ya Ikuti Iyunga ni kweli nyembamba, na wembamba umetokana na kwamba tumejenga mpaka kwenye hifadhi ya barabara. Halmashauri ya jiji la Mbeya, waheshimiwa, kwenye barabara hatumo, isipokuwa sisi tunachangia 10% ya mapato ya ndani kwenye barabara, ambaye kwa jiji letu la Mbeya 10% tunayochangia haiwezi kuzidi zaidi ya kilomita 1. Na katika jiji la Mbeya tuna kilomita za barabara za mitaani kilomita 402 ambazo zipo katika jiji letu la Mbeya. Kwa hiyo ukiangalia barabara ambazo tunazo ni nyingi, lakini barabara ambazo zina lami katika jiji la Mbeya hazizidi kilomita 73. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amesema ataendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo ikiwemo barabara ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Ni mashahidi, kuna changamoto kidogo ya foleni kwenye jiji letu la Mbeya, lakini tumeletewa mradi mkubwa wa kimkakati wa zaidi ya shilingi bilioni 183. Barabara inayojengwa kutoka Igawa hadi Tunduma, na nyinyi mnawaona makandarasi wako site wanafanya kazi. Tuongeze nguvu kwenye eneo la kubana matumizi. Nafahamu tuna mambo mengi na najua umebana matumizi katika kipindi cha miaka hii iliyopita, ndio maana tunaweza kufanya mambo mengi. Tuongeze nguvu zaidi kwenye eneo la kubana matumizi. Tuangalie kipaumbele, tuangalie yale mambo ambayo yanawagusa wananchi moja kwa moja, tuelekeze fedha nyingi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo mgogoro wa wafanyabiashara wadogo wa machinga wa soko la Ichenjezia uliokuwa kati yao na serikali ya halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe kuhusu ulipaji wa madeni ya nyuma tangu mwaka 2021 umefikia tamati baada ya mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamadi Mbega kuingilia kati na kutatua. Mwanahabari wetu na taarifa zaidi. Mgogoro huo uliodumu kwa siku 3 ukimalizika kufuatia kikao kilichofanyika sokoni hapo kati ya mkuu wa wilaya na wafanyabiashara hao, ambapo aliamuru maduka yote yaliyokuwa yamefungwa kufunguliwa mara moja ili kuruhusu shughuli za kibiashara kuendelea kama kawaida, huku taratibu zingine zikiendelea. Leo tutafungua hizi biashara. Leo tutafanya nini? Tunafungua hizi biashara. Lakini baada ya kufungua hizi biashara, ndani ya siku 14 wale wote ambao tuliwapa vibanda hivi na wakapaswa kulipa kodi zetu kuanzia mwaka 21 mpaka leo, wajitokeze halmashauri walipe kodi zetu kama wanataka kuendelea na umiliki wa hivi vibanda. Baada ya siku 10 ndani ya siku 14 wasipojitokeza wale ambao tuliwapa bana mwaka 21, tutafanya uhakiki wafanya biashara wapo ambao wafanya vibanda hivyo, ni makubaliano ambayo walikuwa nao na yule ambao alikuwa amempangisha, tutawapa mikataba wao, watakuwa na wamiliki wa hivi vibanda. Aidha, mbunge wa jimbo la Vwawa Mheshimiwa Jafet Asunga, ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi walioshiriki kikao hicho, alitoa maoni yake kuhusu hatua ya kufungwa kwa maduka ya wafanyabiashara hao na kusisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano katika kutatua changamoto zinazojitokeza. Nimesikitika kidogo kitendo cha kuwafungia wananchi biashara zao ni kinyume na maelekezo ya serikali. La pili, huwezi ukaenda ukafunga biashara kama ni ya nguo ina nafuu, lakini mtu anayeuza nyanya, anayeuza mikate, ukimfungia umemuua kibiashara. Sasa hii haijakaa sawa, haijakaa
Sawa. Kwa hiyo ni shauri safari nyingine, matatizo yoyote yatatuliwe mezani kwa kushauriana, kujadiliana. Huo ndio utaratibu. Baada ya maamuzi hayo, baadhi ya wafanyabiashara walieleza kuridhishwa kwao na uamuzi uliofikiwa, wakisema hatua hiyo itawasaidia kurejesha katika shughuli zao za kujipatia kipato na kuendelea biashara zao bila vikwazo. Kiukweli maamuzi yaliyotolewa na Mheshimiwa DC leo na kuanzia Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa namna alivyoagiza tangu jana vibanda kwamba vifunguliwe, tumeshukuru na tumelipokea. Tunashukuru kwa namna ambavyo tunaweza kukaa na halmashauri yetu kutatua migogoro midogo midogo ili kusiwe na shida kwa wafanyabiashara. Maana hii sehemu watu wamewekeza. Sasa panapokuwa na migogoro midogo midogo ambayo inaweza hasara kwa watu wetu, wafanyabiashara wote kwa ujumla. Kwa ni jambo la kuishukuru serikali, Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mbunge kwa namna walivyotusimamia wananchi katika kuona haki yetu na matatizo yetu yanatatuliwa. Sisi tulichokuwa tunatamani baada ya haya yote na kero zote hizo nyuma, cha kwanza ulipaji wa kodi huo kwenye mfumo wa control number. Manake kwamba isiwe ni mtu kuja kuchukua mkononi na kupeleka halmashauri. Mimi kwa upande wangu nimeona serikali imefanya vyema na tunawashukuru. Wametusikiliza kero zetu na wamefanya jambo lilo sahihi, tufungue biashara, mambo mengine endelee. Kwa sababu kodi ni halali ya kila mwananchi kulipa kodi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Maamuzi ambao wameongelea leo kwenye kikao naona yako sahihi. Kwa sababu kama mwenye kibanda, mmiliki wa kibanda ameshindwa kulipia kodi ambao walikubaliana alisaini mkataba yeye mwenyewe, kwa hiyo huyu mpangaji ana haki ya kuchukua kile kibanda mkamsainisha mkataba. Mimi naona maamuzi yako sahihi. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, tuelekee mkoani Geita. Mkoa wa Geita unakabiliwa na uhaba wa viwanda vya ushonaji na ubunifu wa mavazi, hali inayofifisha juhudi za kuongeza ajira na uchumi. Mwandishi wetu kutoka Geita na taarifa kamili. Kazi ya ushonaji inahitaji sanaa na uwezo wa kubuni mavazi yanayoendana na soko kwa kuja na mitindo mipya inayoendana na wakati. Licha ya kazi hii kuhitaji sanaa ya ubunifu, bado uhaba wa mashine za kisasa za kushonea ni kilio kwa washonaji mkoani Geita, ambao hutumia mashine za zamani zisizokidhi mahitaji ya soko la sasa, jambo linalopunguza ubora na wingi wa bidhaa wanazozalisha. Semina iliyowakutanisha umoja wa washonaji wa nguo mkoa wa Geita pamoja na benki ya Equity imeibua changamoto hii. Mafundi ni wengi sana. Yaani kama mimi wakati nawakusanya, ni mafundi ni wengi sana wa vibarazani, wenye maofisi zao, wanaoshonea majumbani. Mafundi ni wengi, lakini je, wanashona kwa viwango gani? Ndio hivyo unakuta na masoko pia, upatikanaji wa masoko. Kama unavyoona hapa, tumeanza kwanza kupata elimu ya biashara, utunzaji fedha, lakini pia baadaye tukaja tukapewa hiyo product ya kuwezeshwa cherehani. Tumekuwa na muda, tumezungumza mengi, hasa kuwaelezea na kuwafahamisha juu ya ujio wa product yetu mpya ya Ushonaji Plus, ambayo ni mikopo madhubuti kwa ajili yao ya kuwawezesha kupata mashine za kisasa zaidi zitakazochukua nafasi kubwa katika uzalishaji wao wa kila siku wa nguo pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na tasnia yao ya ushonaji. Washiriki wa semina wamekuwa na mawazo mseto juu ya upatikanaji wa mikopo nafuu na mashine za kisasa, wakidai hali hiyo itachochea ubunifu na ushindani wa bidhaa za ndani. Tarajio yangu tukifanikiwa kupata hivyo vifaa ni kujiwekeza kwenye ushonaji, na sisi tuwe kama nchi za wenzetu, kutengeneza nguo tuweze kuuza, tuachane hii ya kushona nguo mradi mtu umemshonea. Ni kwamba kutupunguzia vitu ambavyo vinakuwa vinatufunga. Kwa sababu gani? Unakuta mimi ni fundi nahitaji ile mashine, lakini ile utaratibu wa kufuatilia inakuwa kwa muda mrefu. Tunakuwa tunapata fursa, lakini tunakatishwa tamaa kwa ajili ya kukomea njiani. Lakini kwa sababu wamekuja na mkakati ambao ni mpya katika mkoa wetu wa Geita, manispaa haya, naona kwamba watatukosha sisi mafundi cherehani kuwa pamoja nao na kwa ajili ya kupata fursa kama hizi. Michael Francis Gundala, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutakuletea mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Sky TV.
Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Zifuatazo ni habari za uchumi na biashara kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mohamed Magesa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mtukumbo amesema kuwa lengo kuu la serikali ni kuhakikisha Tanzania inafikia uzalishaji wa sukari utakaotosheleza mahitaji ya ndani na hatimaye kuwa mzalishaji mkubwa wa sukari kwa ajili ya soko la bara Afrika. Profesa Mtukumbo amesema hayo leo wilayani Kilosa mkoani Morogoro alipofanya ziara katika kiwanda cha sukari cha Mkulazi kinachomilikiwa na serikali. Amesisitiza kuwa uwekezaji katika sekta ya viwanda, hususan viwanda vya sukari, ni sehemu muhimu ya mkakati wa kukuza uchumi wa viwanda na kuongeza ajira kwa Tanzania. Katika ziara yangu hapa kwa mambo mawili ya muhimu sana. Moja ni kwamba hiki kiwanda kinamilikiwa na kampuni au shirika la umma kwa maana ya NSF. Kwa hiyo kwa maana ya uwekezaji wa umma ambao ni moja ajenda yetu muhimu sana katika nchi yetu, tunaona wazi kwamba hiyo ajenda inatekelezeka na wenzetu wa NSF wameitekeleza vizuri, wamewekeza katika eneo muhimu ambalo ni mahitaji makubwa ya nchi katika sekta ya sukari. Kwa hiyo katika viwanda 7 au kampuni 7 tunazo za kuzalisha sukari nchini, hii ni kampuni pekee ambayo inamilikiwa na serikali kwa 100% kwa maana ya NSF pamoja na wenzetu wa magereza. Zote hizi ni taasisi za serikali. Kwa hiyo hii inatupa faraja kwamba ajenda yetu ya kusukuma mashirika ya umma kufanya uwekezaji wa umma inatekelezeka vizuri. Lakini jambo la pili ambalo ni la kipekee hapa ni kwamba hiki ndicho kiwanda pekee ambacho kinazalisha sukari kwa matumizi ya viwandani. Kabla ya kiwanda hiki tulikuwa tunaagiza sukari ya matumizi ya viwandani kwa 100%. Lakini kwa uwepo wa kiwanda hiki ni kwamba sasa tunaweza kuanza kuzalisha sukari ya matumizi ya viwandani
na mimi kwa kushirikiana na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na mkuu wa mkoa tumewasukuma wenzetu wa NSSF na kiwanda hiki kwamba wapanue ili tuweze kuzalisha sukari kwa wingi zaidi kwa matumizi ya viwandani, kwa sababu kwa sasa kwa mujibu wa maelezo ya wataalamu tunaagiza nje zaidi ya tani 300,000 za sukari ya matumizi ya viwandani. Kwa kiwanda hiki kuwepo, maana yake tunaanza kupunguza utegemezi. Lakini kwa ujumla wake, kama nilivyosema jana, lengo la serikali ni kuona kwamba bidhaa muhimu nchini tunaweza kujitegemea, na bidhaa namba moja ni sukari. Na kama tulivyosema jana, ifikapo mwaka kesho 2026 27 tutakuwa tumejitegemea sukari kwa 100%. Lakini kwa kasi ambayo inaendelea ni wazi kwamba tutalazimika kutafuta masoko nje ya nchi. Lakini habari njema ni kwamba hapa Afrika tuna pengo la sukari takriban tani milioni 12. Kwa soko la sukari ndani ya bara la Afrika ni kubwa sana, na sisi kama nchi tunataka kuona tunakuwa wazalishaji wakubwa wa sukari kuweza kulisha katika bara letu la Afrika. Kama unavyofahamu, serikali imewapa Wizara ya Kilimo lengo la kuhakikisha kwamba ifika mwaka 2050 Tanzania iwe miongoni mwa nchi 3 duniani katika uzalishaji wa mazao mbalimbali wakubwa ikiwepo zao la sukari. Na vifuatavyo ni viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2557 na senti 64 na kuuzwa kwa shilingi 2583 na senti 22. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3450 na senti 51 na kuuzwa kwa shilingi 3448 na senti 02. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3012 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 3042 na senti 51. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 371 na senti 55 na kuuzwa kwa shilingi 375 na senti 26. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 10 na senti 40 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 56. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 161 na senti 28. Nayo shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 81 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 0. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 74 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 76. Nayo shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 71 na kuuzwa kwa senti 71. Nayo faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na kuuzwa kwa senti 86. Na huo ndio mwisho wa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Mohamed Magesa. Biashara na uchumi. Mtazamaji, na sasa tunaungana na Zinazire Msima katika habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Yaliyoulenga mji wa Mesteria kaskazini mwa Darfur yanayodaiwa kufanywa Jumanne na wapiganaji wa kundi la RSF. Kulingana na shirika la mtandao wa madaktari Sudan, watu wengine 39 wamejeruhiwa wakiwemo wanawake 10 mjini wa Mesteria. Ni ngome ya kiongozi wa kabila la Waarabu Rizeigat Musa Hilal ambalo lina idadi kubwa ya wanachama wa kundi la RSF. Hadi sasa kundi hilo halijatoa tamko lolote kuhusu mashambulio hayo. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa wataka mapigano yasitishwe haraka. Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa lilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja nchini Sudan, uwajibikaji, ukiukwaji wa sheria na ukatili dhidi ya raia. Mapigano nchini humo yalianza mwaka 2023 baada ya viongozi wa jeshi rasmi na kikosi cha RSF kutofautiana. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameanza ziara yake ya siku 2 nchini China Jumatano tarehe 25 mwezi wa pili 2026, anakotarajiwa kujikita katika mazungumzo yatakayogusa maeneo kadhaa yakiwemo biashara na ulinzi.
Katika mazungumzo yake na Waziri Mkuu wa China Li Keqiang mara baada ya kuwasili Beijing, Meles amesema anazingatia umuhimu mkubwa katika kuimarisha zaidi ushirikiano kadri inavyowezekana. Ziara hii ni ya kwanza ya Meles katika taifa hilo ambalo ni mshirika mkubwa wa kibiashara kwa Ujerumani. China pia ni mshindani mkubwa wa teknolojia kwa Ujerumani iliyo na uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya. Katika mazungumzo yake atakayoyafanya na rais wa China, Meles anatarajia kutilia mkazo maslahi ya Ujerumani na Ulaya, ikiwemo kuongeza shinikizo kwa Urusi kumaliza vita nchini Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anapendelea kutatua mzozo kati ya nchi yake na Iran kwa njia ya kidiplomasia. Hata hivyo, ameonya kuwa kamwe haitaruhusu nchi hiyo kuwa na silaha za kinyuklia. Zaidi, Trump ameeleza kuwa kwa miongo mingi imekuwa sera Marekani ya kutoiruhusu Iran kupata silaha za kinyuklia, miongo mingi tangu alipotoa mamlaka ya nchi ile miaka 47 iliyopita. Utawala wake na mawakala wake wauaji wamesambaza ugaidi, kifo na chuki. Trump ameituhumu Iran kuwa inatengeneza makombora yanayoweza kutishia usalama wa Ulaya na kambi za kijeshi za Marekani zilizo nje ya taifa hilo. Iran upande wake imeyakanusha madai hayo na kuyaita uongo mkubwa. Trump amesema hayo mbele ya bunge wakati wa hotuba ya hali ya taifa lake aliyoitoa Jumanne, ambapo pia ameshutumu nchi hiyo kwa mauaji ya raia. Mwisho wa habari za kimataifa. Rangu jina ni Zinazile Mswima. Habari za kimataifa. Asante Zinazile Mswima kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia ya kimichezo, na mwanamichezo yuko hapa ndani kutupasha zaidi. Sky TV. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC.
Habari za michezo na burudani. Habari za usiku huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Jina langu la Saidi. Ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea tena usiku huu katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wapo dimbani hivi sasa wakicheza dhidi ya Dodoma Jiji FC katika dimba hilo. Kikosi cha Simba kinashuka katika mchezo huu wa kiporo, ikiwa ni mchezo wake wa 10 na akiwa katika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi, huku akiwa amekusanya alama 22 mpaka sasa katika michezo ambayo amecheza, wakati Dodoma Jiji wapo katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wakiwa wamekusanya alama 20 katika michezo 15. Dodoma Jiji hawajawahi kumshinda Simba katika mechi rasmi za ligi tangu wapande daraja. Mechi ya mwisho Simba Sport Club ilipata ushindi wa bao 6-0, ikiwa ni ushindi mkubwa zaidi kwenye rekodi ya timu hizi pale ambapo zinakutana. Na ligi kuu pia leo imeendelea tena kwa mchezo mwingine kupigwa hapo mapema, ambapo klabu ya Young Africans imethibitisha ubora wao kuelekea dabi ya Kariakoo Machi mosi, baada ya leo kushindilia mvua ya mabao kwa JKT Tanzania, ambapo walipata ushindi wa mabao 5-0. Mabao ya Yanga kwenye mchezo huo yamefungwa na Mohamed Hussein, lakini pia Aurelio Depo, Mudathir Yahya, Prince Dube na Shekhani Hamisi. Yanga ni kama walikuwa wakicheza mechi ya leo kuonyesha wapo tayari kwa mchezo ujao, kwani hata baada ya matokeo wameacha ujumbe ambao ni kama kijembe baada ya kuandika kwenye mtandao wao wa Instagram: tunaendelea kupokea maoni, tucheze vipi mechi ijayo. Ifahamike kwamba mchezo ujao Yanga watakuwa wenyeji dhidi ya watani zao Simba, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo mchezo huo utapigwa majira ya 2:15 usiku. Na kwingineko ni kuhusiana na uongozi wa klabu ya Yanga chini ya Rais Engineer Harris Saidi kwa kushirikiana na mratibu wa miradi TARURA Mhandisi Humphrey Kanyenye pamoja na wadau wa mradi wa uwanja wa klabu, kwa pamoja wamefanya ziara ya kutembelea na kukagua eneo la mradi ambalo litatumika kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Ziara hiyo imelenga kuhakikisha kuwa maandalizi ya mradi yanaendeshwa kwa kuzingatia matakwa na taratibu zote za kiserikali. Na klabu pia ya Tanzania Prison imethibitisha kuachana na aliyekuwa kocha mkuu Zedekia Evans Otieno kwa makubaliano ya pande zote mbili. Kufuatia mwenendo usioridhisha wa klabu hiyo iliyopo nafasi ya 14 ikivuna pointi 12 katika mechi 14 ilizocheza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, uongozi wa Tanzania Prison Football Club unamshukuru kocha Otieno kwa mchango na huduma yake kwa kipindi chote alichoitumikia timu na unamtakia kila laheri katika majukumu yake, ikisema kuwa sehemu ya taarifa rasmi ya klabu hiyo kwa umma. Lakini pia mtendaji mkuu wa klabu hiyo Godfrey Mandengwa amethibitisha kuwa uongozi wa klabu hiyo umefikia makubaliano ya pande mbili kuachana na aliyekuwa kocha huyo ambaye ni raia wa Kenya. Kweli leo tarehe 25 tumeachana rasmi na aliyekuwa kocha wetu Zedekia Evans Otieno kutoka Kenya. Kuachana kwetu ni makubaliano ya pande mbili, mutual agreements pande mbili. Tumeachana kwa bila shida yoyote, na tumemshukuru kwa muda wote ambao wametuhudumu kama kocha mkuu. Tumepata vingi kutoka kwake, lakini imefikia muda tumekubaliana na yeye kidogo tutafute uelekeo mwingine. Mambo yana tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba once team inapokuwa ina performance nzuri, the person to be questioned wa kwanza kabisa ni head coach. Kwa hiyo kama yeye amekubali kuwajibika kama mwalimu mkuu, kwa hiyo bado tunaendelea kufanya maboresho katika timu yetu. Vile vile naweza katokea vile vile mabadiliko mengine, kwa hiyo huo ni mwanzo tu mabadiliko, lakini tunaweza tukafanya mabadiliko mengine zaidi ya hapo. Kwa hiyo ni kweli taarifa za rasmi itoe kama mtendaji mkuu sasa kwamba tumeachana na kocha wetu Zedekia Otieno, na tutatangaza kocha mwingine karibuni nani atachukua mikoba kuendeleza ili jahazi la timu yetu ya Tanzania Prisons. Kimataifa, shirikisho la soka nchini Morocco
limekanusha rasmi ripoti ambayo zimetoka hivi karibuni zikidai kuwa kocha mkuu ambaye ni Walid Regragui ataacha wadhifa wake kabla ya kombe la dunia la FIFA la mwaka huu 2026. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yake rasmi, FA ya Morocco ilikanusha uvumi huo na kuthibitisha kuwa Regragui anaendelea kuwa mkufunzi wa Atlas Lions. Hii ni mara ya pili kwa FA ya Morocco kutupilia mbali ripoti kuhusu mustakabali wa Regragui baada ya hapo awali kutoa taarifa kama hiyo kuthibitisha kuendelea kwake, huku kukiwa na uvumi unaoongezeka kwa kuondoka kwake. Regragui ambaye pia aliongoza timu hiyo ya taifa ya Morocco katika kutinga fainali ya michuano ilikuwa ni nusu fainali ya kihistoria ya kombe la dunia wa mwaka 2022 nchini Qatar, bado yuko chini ya mkataba huku maandalizi ya kombe la dunia mwaka huu yakizidi kuendelea. Na kwingineko ni kuhusiana na usiku wa burudani ya soka Ulaya unarejea tena rasmi, huku michuano ya UEFA Champions League ikiendelea na michezo ya hatua ya 16 bora ambapo kila timu inapigania tiketi ya kufuzu robo finali. Nchini Italia, Atalanta wataikaribisha Borussia Dortmund majira ya saa 2:45 usiku. Atalanta wanatarajiwa kutumia vyema uwanja wa nyumbani pamoja na kasi yao kushambulia, huku Dortmund wakitegemea uzoefu wao wa michuano ya Ulaya na ubora wa safu yao ya ushambuliaji. Mchezo mwingine mkubwa utawakutanisha Juventus dhidi ya Galatasaray ambapo mchezo utapigwa saa 5 usiku, huku Juventus wanatajwa kuwa na rekodi imara wakiwa nyumbani. Lakini Galatasaray wameonyesha ushindani mkubwa msimu huu na wanaweza kuwashangaza wengi. Nchini Ufaransa, Paris Saint-Germain ambaye ni bingwa mtetezi wa michuano hii watashuka dimbani kumenyana na AS Monaco katika pambano la kusisimua la saa 5 kamili usiku huu. Huu ni ukiwa ni mchezo wenye ladha ya dabi ya Ligue 1, lakini safari hii ukiwa na pressure ya kufuzu robo finali ya UEFA Champions League. Wakati huo mabingwa wa kihistoria Real Madrid watakuwa na kibarua kizito dhidi ya Benfica. Real Madrid wanajivunia historia kubwa katika mashindano haya, lakini Benfica wamekuwa wakionyesha kiwango bora barani Ulaya na wana ndoto ya kusonga mbele. Kwa ujumla, usiku wa leo unatarajiwa kuwa na ushindani mkali, presha kubwa na burudani ya hali ya juu, huku kila timu ikipambana kuhakikisha inakata tiketi ya kuelekea robo finali. Mashabiki duniani kote wanasubiri kwa hamu kuona ni nani atatinga hatua ya mbele katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Na mimi nafika tamati ndani ya michezo na burudani, nikurejeshe kwake Mindi Joseph aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Asante mwana michezo Raisedi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, ni wasaa wa kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Karibu ungane nami katika utabiri huu wa hali ya hewa ambao ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, mkoa wa Morogoro, kanda ya kati, nyanda za juu kaskazini mashariki, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, Lindi na Mtwara, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, huku hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi ya hapa nchini. Na mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Wakazi wa maeneo haya ni vyema kuchukua hatua stahiki. Mpenda mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Lindi na Mtwara,
panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, kanda ya kati na mkoa wa Morogoro, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Wananchi Peramiho Shiwinga kupiga kura kesho kuchagua mbunge na diwani. Na kimataifa, watu wasiopungua 28 wameuawa baada ya mashambulizi nchini Sudani. Na katika michezo, Yanga yaitandika JKT Tanzania na kukwea kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara, wakati Simba akiwa dimbani usiku huu. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mendi Joseph, endelea kutazama vipindi vyetu kutoka hapa Sky TV. Sky TV.